hapa? Tunamshukuru Mungu hata kufika siku ya leo. Ndio. Kwa hiyo Mungu ni mwema na wakati sana tunaposhuhudia mahafali hii kama ulivyosema ya 14 tangu chuo kisajiliwa na NACTVET. Lakini kwa ujumla tumekuwa hapa kama watoa huduma katika jamii kwa muda mrefu kama kanisa. Ndio. Kwa hiyo uwepo wa chuo hiki pamoja na taasisi zingine za afya katika eneo hili kwetu sisi kama kanisa tunaona ni mchango mkubwa kwa jamii. Ndio. Na tumeshuhudia chuo cha sayansi za afya, na mwaka jana tulikutana, wewe ndio ukiwa mgeni rasmi, na leo tumekupokea kama mgeni mwenyeji. Pengine nani anatarajiwa kuwa mgeni rasmi kwenye tukio la leo hapa Askofu? Kwa taarifa nilizonazo ni kwamba mwenyekiti wa kamati ya udhamini ya kanisa letu ndio amepewa heshima hiyo kwa mwaka huu kuja kushiriki katika mahafali hii. Na kwa sababu hiyo anaitwa mchungaji Joseph Mahala Mtinje ndiye atakuwa mgeni wa mahafali haya. Wanasema msomi kwa wasomi wenzao. Hiyo ni kweli kabisa. Tuzungumze sasa katika eneo lako la kiutawala, uwepo na idara nyeti kama hizi na ambazo zimekuwa zikileta mchango mkubwa ndani ya kanisa, lakini pia kuihudumia jamii. Wako kama askofu wa dayosisi hii ya Shinyanga, uhusiano wenu ukoje wa kidayosisi pamoja na uongozi wa chuo hiki cha sayansi za afya Kolandoto? Kimsingi katika utaratibu wetu wa kanisa, taasisi yoyote ya kanisa mahali lipo, kanisa sisi kama viongozi ndio tukua jicho na kanisa zima. Kwa hiyo uhusiano wetu ni shukuru Mungu pamoja na chombo hiki cha sayansi za afya cha elimu. Sisi tunajivunia sana kwa sababu sio tu pamoja kutoa mafunzo, lakini wanufaika wakubwa pengine pia ni sehemu ya kanisa, kwa sababu kuna kipindi ambacho hata tukiwa pia na sisi na shughuli zetu kama dayosisi. Kwa mfano hapa karibu huwa chuo cha Biblia, wakati mwingine kwa sababu ya upungufu wa facility, yaani miundombinu, huwa tunalazimika wakati mwingine kuunganisha nguvu na support sana. Kwa hiyo tunajua uwepo wa hiki chuo ni sehemu ya kuunga mkono maono makubwa ya kanisa, hasa kumhudumia mtu katika ukamilifu wake kwa maana ya roho pamoja na mwili. Ndio. Kwa hiyo pengine ukiachilia mbali tukio kama hili, dayosisi ya Shinyanga mmejipanga vipi katika kuendelea kujipambanua kuihudumia jamii katika ngazi mbalimbali? Sisi siku leo tumesema katika maono na utume wa kanisa letu wa kumhudumia mtu katika roho na mwili na mahitaji mengine. Sisi kama dayosisi ya Shinyanga tunaona tunajipambana sana kwa sababu mbali tu ya kutoa mafunzo, lakini tunafikia jamii moja kwa moja na huduma zingine zinazokupa mahitaji ya mwili. Kwa hiyo sio watu ambao tunahudumia tu Injili, lakini tunataka Injili pia ikuse mahitaji ya mtu katika roho na mwili. Hiyo ni pamoja na kufanya kazi za utetezi kwenye maisha ambayo yananyanyasika. Wakati mwingine watetezi watembea vijijini, tunakuta wakati mwingine kuna watu wanapata huduma za afya, tunajaribu kutoa ushauri kwa idara yenyewe, wakati mwingine kufanya matibabu ya kutembea kwenda kule ambako wakati mwingine watu hawawezi huduma zifike. Kwa hapa pamoja na kufanya kusema mtandao na taasisi zingine zilizo nje na sisi, ili eneo kwa sababu tunakikuwa eneo pia na utoaji wa huduma za afya, na kwa tukiona hospitali ifanye network na chuo, lakini pia hospitali yenyewe ifanye network na jamii na kuwafikia watu katika huduma mbalimbali. Kwa hiyo tunaposomesha hapa, tunaona hata wanafunzi wanaosoma hapa wanapata fursa kubwa zaidi ya kuhudumia wananchi kiurahisi katika mafunzo hayo. Mimi nikushukuru sana Baba Askofu, lakini pia hongera kwa kufika hapa. Sasa matarajio yako ni yapi, kwa sababu naona unaingia kwenye mahafali haya? Pengine ni kipi ambacho unakitarajia kama kiongozi mkuu wa eneo hili kwa maana ya eneo la kidayosisi? Sisi sana sana tunafurahi kuona watumishi mkuu wa Tanzania ambao watatoa mchango kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa hiyo kupunguza mahitaji ya wataalamu hasa katika sekta ya afya ambayo tunajua ni moja mkubwa sana na inayohitaji wataalamu katika nchi.
mimi nikifika na kuona watu wanahitimu, namshukuru Mungu sana, lakini nakushukuru nchi yenyewe, ndio kwa sababu tukitoa fursa kubwa kwa taasisi za kidini kutoa mchango kama huu. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa kazi kubwa sana na sasa pengine baada ya hatua hii kwenye uongozi wako wa dayosisi, unajua unaondoka hapa, unaweza ukawa na jukumu lingine la kikazi. Baada ya jukumu hili la leo, ni jukumu gani la kikazi ambalo unaliendea sasa kama basi pengine tunaenda kuagana kwa leo? Mimi najua tunaenda weekend, kwa kwanza tunaingia katika kiroba kanisani, lakini kikubwa kingine ni kwamba kuanzia tarehe 27 tutakuwa na kongamano hapa la wachungaji wa dayosisi nikishirikiana na timu ya watu ambao kutoka Marekani. Tutakuwa tukitoa mafunzo kwa wachungaji na baadhi ya wainjilisti na wake zao. Kwa hiyo pia tuongezea mchango mkubwa wa kujengea uwezo wa wachungaji namna ya kukabili mahitaji ya jamii yaliyoko sasa hivi, tukitambua ulimwengu tulionao hata wa kiroho sio kwa kimwili unabadilika sana, lakini naamini na kwamba makongamano kama haya kuwajengea uwezo wa wachungaji itakuwa ni sehemu kubwa ya kutupa uwezo wa namna tunavyoweza kuwahudumia watu. Kwa hiyo kongamano baada ya hapa naendelea kongamano kubwa la wachungaji wa dayosisi tarehe 27 na 28. Askofu, mimi nakushukuru sana. Asante sana. Huyo ni askofu wetu wa dayosisi ya Shinyanga. Ni kuruhusu pia na wewe uweze kuingia hapo ndani kwa ajili ya majukumu mengine ambayo yanaendelea. Tunakushukuru na tunakupongeza wewe mfuatiliaji wetu na mtazamaji wetu wa runinga yetu ya kanisa kwa maana ya Inland Television. Na hivi sasa pengine ambacho kinafanyika ama kinachoenda kutokea sasa hivi ni msafara wa mgeni rasmi ndio ambao hivi sasa unaenda kuingia ukumbini. Msafara wa mgeni rasmi ambaye amekusudiwa na ndiye ambaye anatarajiwa kuweza kufika mahali hapa na ulipomsikia askofu wa dayosisi yetu ya Shinyanga ametanabaisha vizuri kabisa kwamba mgeni wetu rasmi katika zoezi la leo ama katika protokol zetu za leo za kiuongozi ambaye anapata nafasi ya kuingia hapa ni mchungaji Mayala Nitinje ambaye ndiye ambaye anaenda kuingia kwenye eneo hili la kiutawala. Tunamshukuru Mungu na tunatukuza kwa sababu ya mambo mengi mazuri ambayo yanaendelea hapa. Ninatamani kuzungumza na watu wachache kidogo, angalau wako ndio kwenye protokol za kiongozi pamoja na mapokezi. Kiongozi, Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa niaba ya wanaotutazama sasa mubashara kupitia Inland Television, unaweza kujitambulisha jina lako, lakini pengine tunafahamu uko kwenye idara ipi, kwa sababu naona uko na heka ya kumpokea mgeni rasmi wa tamasha letu la hii leo. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa jina naitwa Mwalimu Elikana Wallace. Niko hapa Colorado College of Science, idara ya uuguzi. Na kwa nafasi ya mahafali leo mimi ndio mkuu wa itifaki na utawala itifaki, utawala na mahusiano. Kwa hiyo wageni ninawakaribisha sana kwenye sherehe ya leo, mahafali ya 14 ya chuo cha sayansi za afya. Ndio kuna mtu anatutazama kutokea Mwanza, anatutazama kutokea Dar es Salaam, anatutazama kutokea Kenya, Burundi, Rwanda na mataifa mengine zaidi ya 29. Unamwambia nini kwenye haya mahafali ambayo ndio moto unawaka na mgeni rasmi anaingia sasa hivi? Sambamba na mahafali haya 14 ya chuo cha sayansi za afya, lakini bado tunayo nafasi ya kufanya registration kwa ajili ya wanafunzi wapya ambao katika kozi zetu ambazo tunazo hapa 7. Tuna kozi ya clinical medicine, clinical lakini pia tuna kozi ya ukunga, tuna kozi ya maabara ya binadamu, tuna kozi ya radiology amini mionzi, lakini pia tuna kozi ya famasia pamoja na kozi ya mazoezi ya viungo physiotherapy. Kwa hiyo tunawakaribisha sana kwa nafasi hii, bado dirisha la udahili linaendelea. Tunawakaribisha sana. Wimbo wa pili utakuwa ni wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini tutamalizia
mkaingia kwenye website ya chuo chetu cha sayansi mkafanya registration. Ndio. Mimi nikushukuru sana kwa sababu tunaenda kuimba wimbo wa taifa, na mimi sote turejee ndani na matangazo haya, turudie tuingie ukumbini kwa ajili ya kwenda kuimba wimbo wa taifa. Asante sana ndugu mtangazaji. Asante. Huyu ni mkufunzi, ukiwa chuo wanaitwa wakufunzi, sio walimu. Sio walimu. Mkufunzi Wallace ambaye ni mkuu wa itifaki, mahusiano pamoja na protocol. Asante sana. Mimi nikushukuru sana mkuu wa itifaki, uhusiano na protocol. Na hivi sasa wameingia ndani kwa ajili ya kuimba wimbo wa chuo. Na sasa wimbo unaofuata ni wimbo wa chuo. Niombe mwiti mmoja tuongoze kwa ajili ya wimbo huo tafadhali. Mwitimu mmoja tuongoze kwa wimbo tafadhali. Velo tafadhali tuongoze wimbo wa chuo. Asante, naomba sasa tuketi kwa ajili ya taratibu nyingine. Mheshimiwa mgeni rasmi, wageni waalikwa, wahitimu, hatua inayofuata baada ya wimbo wa taifa lakini pia wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki
Hatua inayofuata kabla ya kuanza kitu chochote, nitaomba tutakwenda kwenye zoezi maalum la kwenda kuunda kusanyiko. Na sasa nikuombe mkuu wa chuo umkaribishe mheshimiwa mgeni rasmi kwa ajili ya kuunda kusanyiko. Usinyanyue mabega mpendwa, we Mungu wanao watu wengi wanaopanda na kushuka milima nayo. Asante. Wakati anajiandaa vizuri DJ, wimbo mzuri ule pale nilikupa kwa ajili ya kuburudisha wakati anajipanga. Mkuu wa chuo atamkaribisha mheshimiwa mgeni rasmi kwa ajili ya zoezi zima ambalo ni zoezi maalum la kuunda kusanyiko kabla ya kuendelea na kitu chochote. Mkuu wa chuo, karibu sana, unisaidie jukumu hili zito la kumkaribisha mheshimiwa mgeni rasmi kwa ajili ya kuunda kusanyiko. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mchungaji Dr. Joseph Mayala Mitinje, mwenyekiti wa bodi ya Baraza la